Ni majira asubuhi ya Mei 14, 2025. Ofisa utamaduni mkoa wa Mara, Mwalimu Makondo Makondo, analishukuru Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kwa kutoa mafunzo ya maafisa biashara mkoa wa Mara, akisema mafunzo haya yanasaidia kutoa mwanga wa uendeshaji wa shughuli za utamaduni, sanaa, biashara, huku kwa sasa sekta ya sanaa imekuwa chanzo kikubwa cha mapato ya taifa ndani na nje ya Tanzania. Ni kweli kuna fursa nyingi za kiutamaduni ambazo zinakuwa hazipewi kipaumbele. Lakini kwa mafunzo haya ambayo yanafanyika ni kama kikao kazi kifupi. Kitaenda kuibua zile shughuli zote ambazo za utamaduni zilikuwa zimelala na kuibua sehemu nyingine za kiutamaduni ambazo zilikuwa hazijulikani ziende kuwa vyanzo vya mapato katika halmashauri. Unajua fursa za sanaa zipo tele. Hapa tumeambiwa kuwa mchezo wa sarakasi umekuwa unafanya vizuri kimataifa, hata matamasha makubwa duniani. Wana sarakasi wa Tanzania wamekuwa wanashiriki kila mara matamasha makubwa, japokuwa kwa ndani ya taifa letu mchezo huu umekuwa ukitazamwa wa kawaida mno. Mchezo huu nao ni fursa kubwa kwa vijana wa Tanzania. Mwalimu Makondo aligusia juu ya matumaini yake makubwa baada ya mafunzo haya ya siku 2. Maafisa biashara kutoka halmashauri zote za mkoa wa Mara watakuwa na uwanja mkubwa katika kuelimisha jamii juu ya fursa za sanaa kibiashara. Pia kutaisaidia serikali katika ukusanyaji wa mapato. Naye mwezeshaji kutoka BASATA ndugu Mrisho ambaye pia ni kaimu mkurugenzi msaidizi wa utafiti na masoko, alisema fursa za kibiashara katika sanaa zipo nyingi, mathalan katika kwaya za makanisa na kaswida katika madrasa misikitini. Hii ni fursa nyingine kubwa, maana kama itatumika vizuri inaweza kusaidia sana vikundi hivi kujipatia pesa maradufu baada ya kusajiliwa, huku wakizingatia sheria za nchi na kanuni zake bila ya kuvunja sheria hizo, nayo mifumo ya serikali ikiwa inasomana. Sasa tunaona sasa huo ni usumbufu. Sasa inaonekana kama mtu anakwenda hapa anatoka hapa anakwenda. Lakini kuna mfano mmoja more interesting. Wajua tunapokeaga wasanii kutoka nje ya nchi. Yaani kwa mfano hawa wa Kongo hawa ambao wapo hapa Tanzania. Sasa Mkongo akitaka kupata ile working permit, akienda migration anaambiwa wewe si msanii, leta cheti cha BASATA. Okay? Akija BASATA asikwambia wewe si mgeni, leta working permit. Kwa inafikia stage watu hawaelewi sasa waende wapi. Na hiyo sababu kubwa kwamba mifumo haisomani. Sasa hizo vurugu zote tukaona hapana. Kuna haja ya mfumo wetu na watu wa TAMISEMI kusomana, kwa sababu ukweli utabaki pale kwamba TAMISEMI ndio yenye watu. Sisi huku tunasema tu kwamba wasanii, lakini wasanii wako huko kwenye halmashauri. Tunasema tuna kumbi ziko wapi? Ziko huko halmashauri. Kwa hiyo baada ya mazungumzo marefu, basi katibu mkuu akaandikia makatibu tawala wa mikoa Tanzania bara wote kutoa maelezo mahususi kuhusu kuzingatia kibali cha BASATA katika utoaji wa leseni za biashara, pamoja na kutambua ile sasa 25% ya kama tozo ya uwakala kutoka BASATA. Mwezeshaji huyu wa BASATA aligusia kuwa mafunzo yao yanajikita katika mambo kadhaa, ikiwemo vyanzo vya mapato na leseni za biashara.
za kazi za sanaa. Kwa upande wake, Sabah Hamim kutoka BASATA ambaye anatoka idara ya utawala alisema kuwa shabaha ya serikali kwa sasa ni kuweza kumfikia kila mdau, huku BASATA na TAMISEMI zikisomana na kukusanya mapato ambayo yatatumika katika kulijenga taifa hili. Kwa upande wake, afisa utamaduni kutoka halmashauri ya Serengeti Jumanne Majori amesema kuwa fursa kadhaa za sanaa zipo katika halmashauri yake na anatarajia baada ya mafunzo haya fursa hizo atazitumia vizuri kwa kuwainua wasanii katika halmashauri yake. Kwanza tunatarajia mapato ya halmashauri yanaenda kupanda kupitia kusomana kwa mfumo wa AMIS na TAOSI. Ikizingatiwa kwamba tunao wasanii mbalimbali ndani ya halmashauri ambao hawajasajiliwa, lakini tunazo kumbi za sherehe na starehe na burudani ambazo hazina usajili wa Baraza la Sanaa. Vile vile tunao watu ambao wanajihusisha na shughuli za sanaa, mfano tunao ma DJ, ma MC, watu wanaohusika na mapambo, ambapo tunaenda kuwakuta kwenye ile kundi la zile shughuli za ufundi. Umeona? Kwa hiyo tunatarajia vitu vingi vinaenda kufanyika kwa haraka sana katika halmashauri yangu ya Serengeti. Ngoma mashahiri na muziki wa dansi, vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, ngoma mashahiri na muziki wa dansi. Utamaduni jambae, utamaduni yo ni muhimu katika kuelimisha kwa ndani ya umma, jukumu lote la kitaifa, kwa ndani ya umma, jukumu lote la kitaifa. Vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, ngoma mashahiri na muziki wa dansi. Vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, ngoma mashahiri na muziki wa dansi. Utamaduni sikile, utamaduni yo ni muhimu katika kuelimisha kwa ndani ya umma, jukumu lote la kitaifa, kwa ndani ya umma, jukumu lote la kitaifa. Vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, ngoma mashahiri na muziki wa dansi. Vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, ngoma mashahiri na muziki wa dansi. Akizungumza kandoni mwa mafunzo haya, Bi Rebeka Mdodo ambaye ni afisa biashara kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara alisema kuwa sekta ya sanaa ni mojawapo ya biashara ambayo kwa sasa inakuwa kwa kasi mno, huko vijana wengi wameanza kunufaika katika sanaa hizi, iwe ngoma za asili, muziki, uchongaji na kadhalika. Bi Mdodo aligusia kuwa kwa mwaka wa 2021 sekta ya sanaa na burudani nchini Tanzania ilikuwa kwa 19%, huku ikifuatwa na sekta ya umeme ambayo ilikuwa kwa 10%, na kwa mwaka wa 2022 sekta ya sanaa na burudani ilisimama pale pale kileleni kwa 19% na nafasi ya pili ikishikwa na sekta ya madini na kwa 10% tu. Kwa hiyo sanaa na burudani sio jambo la kulipuuza kabisa. Mkoa wa Mara umekuwa na utajiri mkubwa wa kazi za sanaa na tamaduni, ambapo eneo hili lina vikundi kadhaa vya sanaa, tangu ngoma za asili, wasanii wa muziki, sanaa za mikono na sanaa mbalimbali.
asali wa moyo. Hizi ni tunes madhubuti, kauli sabit mahususi kwa kumupens. Swala hili liko wazi toke ends. Na sio siri tena, na sibaki A-E-I-O-U hapana, sina kigugumizi tena. Na domo sio kundi tena, kinywa chepesi, lane, ulua, majari kabisa, maneno na tema. Na shusho pulse na hema, wanawaka hena, nimekufa kimahaba. Unanichanganya kwa mambo mengi sana, kisula, kiumbo, mshobo mpaka roda. Najua na kutazama kwa jicho la husda mama, mtoto kichungwa, kiboda tena bomba. Ni wao tu na lozao za choyo, wewe ndiwe sadi wangu wa moyo. Sintojari wanite zoba, nimerogwa ama kwa yoyo. Wanataka kuzua mkumumbu na jaka moyo. Utu tunano, dogo tusikupe shaka sana. Twende bega kwa bega kama samaki na maji, mizizi na ali tuzidi kuchanganya. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao. Katika semina hii iliyokusanya karibu dazani 3 ya washiriki, tayarishaji wa makala haya alivutiwa na kina mama wawili, Bi Esther Musa na Bi Upendo Keto, ambao walivalia sare zao za maua zikiwa sawa na sare zile maua. Tayarishaji wa makala haya alipuuliza, jamani, leo mmepanga kuvaa sare? Walijibu kuwa hapana, hatujapanga, bali imetokea tu tumevaa hivi, na tena tupo watatu, mwenzetu ameshuka chini. Nikijitakia yangu alafu sina uspuni tani, kwetu chai rangi mtugua ndazi, nyumba babza mbwaye nje ndani na tuona wazi. Wakati shari kwa mambo mshiko, midiko chai ziwa, juice passion embe miwa, rosti maini, tambi koronya laini, na vyapati nikempata wapi? Iwe bojo, kaisiki ni kwenda uno, akanana kange ni kushambe gonzi. Wanga mewawa mtani, mchuchu kujivinjali nami, kila tozi atakayemtokea na wana kama usami. Unajua, wengine wajui maana ya kupenda, unajua. Haya msikilizaji wangu, ni mambo ya semina ya BASATA hapa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara, Mei 14, 2025. Watoto matajiri au waka kupigwa kalenda, wangejua mapenzi ya chakula tawala, ukala, dini, kabila. Makala haya yametayarishwa na Adeladius Makwega kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Asali wa moyo. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao. Wewe ndiwe sali wangu wa moyo, waziki na palaja mpenzi kazalo. Ingawa yatasemwa mengi midomoni mwao, usiwajali hao.